Ndugu zangu waandishi wa habari, mmeona pia kwamba Mheshimiwa Rais anazungumzia masuala mengi yakiwemo upangiliaji wa miji yetu. Siku chache zilizopita tulikuwa pamoja pia tukifanya kazi maalum ya kusikiliza maoni ya Watanzania wa Dar es Salaam na hasa malalamiko kuhusu foleni zilizozidi katika kila barabara. Foleni hizi tumeona kwamba zinasababishwa na vitu vingi. Lakini moja ya jambo ambalo pia linasababisha foleni sio kuwepo kwa malori mengi. Hapana. Hilo linawezekana ikawa ni sababu, lakini uholela wa parking za malori unasababisha pia foleni. Unaweza kuwa na malori mengi yaliyo kwenye utaratibu, no problem. Lakini ukiwa na malori mengi ambayo parking zake ziko kiholela, hiyo ni problem. Kwa tuna problem ya kwanza kubwa ya kila mahali ukipita lori na park. Kwa mfano, sasa hivi na watuma mnaweza mkwenda barabara ya ile ni Mandela Road ambao huwa wanaita hii barabara inayokwenda Baraza la Maaskofu. Kutoka kwenye ile daraja la flyover kwenda mpaka kipande cha Baraza la Maaskofu, mtakuta kuna malori ambayo yamepaki pale. Kama yamepaki kwa muda mfupi, basi ni miezi miwili, kwa sababu mpaka nyasi zinaota kwenye matairi. Manake hiyo ni kigezo kwamba mtu alishalipaki hapo akijua Dar es Salaam ni mji wa kila moja kujifanyia anachokitaka, na akaondoka. Hata kama gari lilikosa betri akaliacha hapo, hatujui huyo mtu yupo hai au alikufa, ni Mtanzania au sio Mtanzania. Sasa uholela pia wa parking za malori unapelekea foleni ambazo hazina maana. Na kwa mantiki hiyo, barabara ya Mandela Road, barabara Kilwa Road au wengine mnaita barabara Nyerere Road, barabara hizi zote tarehe 17 mwezi wa 8 ya mwaka 2026 tutaendelea na operesheni maalum. Wamiliki wote wa magari haya wa ndani ya taifa letu au hata nje ya taifa letu wahakikishe malori haya yanawekwa kwenye parking zao au yanaondolewa kwenye road reserves, ambazo tarehe 17 mwezi wa 8 tunaanza kufanya marekebisho kwenye baadhi ya barabara, na hasa katika kutanua hizi service road ili ziweze kutumika vizuri na watu wengine na sio malori tu. Kwa hiyo tarehe 17 mwezi wa 8, kwa yule ambaye ataendelea kuwa na lori lililopaki hapo atachukuliwa sheria, ikiwa ni pamoja na gari lake kupelekwa kwenye parking maalum na kuja kulipa fidia maalum. Tarehe 17 ya mwezi wa 8. Yoyote mwenye anayesikia asikie. Utaratibu, ndugu zangu waandishi wa habari, uko namna hii kwamba unaponunua lori lako hakikisha una parking yake. Leo kuna sheria maalum inayosema ili uwe na ICD au uwe na zile empty containers depots, lazima uwe na si chini ya square meter 1040, ambazo kwa lugha nyepesi ni kama eka 9 mpaka eka 10 ambazo unapaswa kuwa nazo. Sasa kiutaratibu ni kwamba eka hizi ni kwa ajili ya kitu gani? Tunaashumu kwamba kama ni eka 8, basi angalau eka 3 zitumike kwa ajili ya parking ya magari yako. Kupaki magari kwenye road reserves huko nje na kuyazagasha magari namna hiyo, maana yake ni kwamba ni kutumia mji na fursa zake vibaya na sio kisheria. Napenda uwekezaji, lakini nauchukia uwekezaji usiofuata sheria. Na upenda uwekezaji, lakini nauchukia uwekezaji ambao unakwenda kinyume na sheria. Pamoja na jambo hili, bado tunaendelea na mazungumzo na wenzetu wa bandari, wa TPA, mamlaka bandari, kuhusu tunaweza tukaanza kuyablock magari yote yaanze kuingia katikati ya mji usiku tu kwa ajili ya kwenda kupakia mizigo. Kwa sababu ukiblock magari leo kwamba yasifanye kazi asubuhi, lazima uwe na mawasiliano na moja kwa moja kuhusu kule anakokwenda. Bandari imejiweka sawa kwa namna gani ili kuweza kufanya kazi kwa usiku na sio kwa asubuhi? Sasa hili linahitaji mjadala mpana ambao bado tunaendelea nalo, ili tuweze pia kuangalia uingizaji wa magari katikati ya mji kwa wito maalum, kwamba wanapaki Mlandizi, wanapaki sehemu nyingine zote huko upande wa Pwani, halafu wanaitwa kwa wito maalum
magari yaingie moja kwa moja upande wa bandarini ili kwenda kuchukua mizigo. Hii pia itasaidia baadhi ya Watanzania, au itasaidia kwa Watanzania wengi kuto kuendea tena malalamiko yanayohusiana na masuala ya foleni nyingi ambazo zimezidi kipimo. Nchi yetu mwaka juzi kulikuwa kuna mgomo fulani, na hapo upande wa Kariakoo na sehemu zingine, na moja malalamiko yao yalikuwa ni wafanyabiashara wa kigeni kufanya kazi za uchuuzi upande wa Kariakoo na baadhi ya maeneo. Serikali kupitia Mheshimiwa Rais wameandaa blueprint ambayo inatoa maelekezo maalum kwa wageni wote kuhusu uwekezaji ndani ya taifa letu. Ili uwekezaji uwe endelevu, cha kwanza lazima kuwe na viashiria vya uendelevu. Lakini mgeni yoyote anapokuja ndani ya taifa letu lazima kuwe na principles na taratibu zote za yeye namna kuja kuwekeza hapa. Lakini leo hii unamkuta mgeni anauza mgahawa, mgeni amefungua kioski, mgeni yuko Kariakoo anauza duka la nguo, anauza duka la simu, na ameshika na kitarumbeta akitoa matangazo. Yaani mgeni amekuja kutangaza matangazo hapa Dar es Salaam. Lakini vile vile pia unawakuta wafanyabiashara wengine pia leo wameanza kufanya mpaka vibiashara vingine. Kwa mfano, sitataja watu. Sasa hivi kuna tabia ya baadhi ya wafanyabiashara wa kigeni wanakwenda kwenye taifa, wanazalisha bidhaa. Inakuja bidhaa hizo zinaletwa na shipping line za kwao. Zikifika hapa wanakuwa wao wenyewe wana makampuni ya clearing and forwarding. Wao wenyewe wanaiclear na kuitoa mizigo. Magari ambayo yanabeba mizigo kutoka bandarini ni ya kwao, na magari yanayobeba mizigo hiyo kwenda kwenye magodauni yale ni ya kwao, na kule kwenye magodauni wanauza leja na jumla bila kulipa kodi ya serikali. Natangaza pia kwamba kutakuwa na operation maalum. I wish like ningekuwa najua Kichina, Kireno, Kiajemi, nizungumze kwa hizi lugha ili wafanyabiashara wachuuzi kutoka kwenye mataifa mbalimbali duniani waelewe kwamba Watanzania wanapaswa kubaki na fursa gani na wageni wabaki na fursa gani. Sasa mimi kama mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam siwezi pia kuruhusu wana Dar es Salaam walalamike kuhusu hili ambalo limenyooka kabisa. Kwa hiyo kuanzia tarehe 17 pia mimi mwenyewe mkuu wa mkoa tutaendesha pia operation maalum ya kuhakikisha kwamba mfanyabiashara yoyote wa kigeni anabaki kwenye taratibu za kuwa mwekezaji na sio mchuuzi, ili zile taratibu za kuuza viatu, kuuza nguo, kuuza kofia, kuuza miwani, kuuza vitu gani, zibaki fursa hizo kwa Watanzania wenyewe na wana Dar es Salaam wenyewe. Kama tunahitaji kufungua duka la dawa, hatutarajii hata kidogo tutamkuta mgeni amekwenda kufungua duka la dawa, bali tutamuona mgeni amekwenda kufungua kiwanda cha dawa ili sisi tukanunue madawa kutoka kwenye kiwanda. Hatutarajii kumuona mgeni amefungua duka anauza TV. Tunatarajia mzawa atakuwa amefungua duka la TV ili huyo mwekezaji mgeni tukamkute amewekeza kiwanda cha TV na sisi tunanunua TV kutoka kwenye kiwanda. Kwa hiyo mfanyabiashara yoyote wa kigeni ambaye atakamatwa anafanya shughuli za kichuuzi na amekiuka utaratibu katika mkoa huu wa Dar es Salaam atachukuliwa hatua kali, ikiwa pamoja na kushirikiana na Wizara ya Mambo ya Nje, Wizara ya Mambo ya Ndani, na kumfukuza ndani ya taifa letu kwa kukiuka utaratibu ambao na sheria ambazo zimewekwa ndani ya taifa letu. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania amefungua fursa za uwekezaji na mahusiano ya kiuchumi na mahusiano ya mataifa haya, mahusiano ya kidiplomasia. Kwa hiyo lazima tubaki. Mimi leo kwa mfano nikienda Pakistan, nadhani kuna sheria pale Pakistan za mimi mgeni nifanye nini na mzawa afanye nini. Nikienda China kuna taratibu za Mchina afanye nini, mimi mgeni nifanye nini. Nikienda Spain kuna taratibu za Mspain afanye nini, mimi mgeni niweze kufanya jambo gani. Kila mahali pana cha kufanya na kitu ambacho hakistahili kufanya ili kuweza kulinda utaratibu wa win-win situation katika taifa letu.